Naomba unisikilize kwa dakika chache. Nitazungumza na wewe aina 4 za uwezo wa mwanaume. Aina 4 za nguvu za mwanaume. Na wakati nazungumza hizi aina 4, mwanamke aliyeko hapa ambaye ana mwanaume, whether wa ndoa au mwanaume yoyote, atanielewa kwa sababu nina uhakika majority walioko hapa, watu wanaoishi nao wamepungua hizi nguvu nazozizungumza. I assure you. Kwa sababu kuna wengine tuko hapa, tuna watu tunaoishi nao ambao tumeshawakatia tamaa. Tuko hapa. Lakini nakwambia hivi ili wewe, kwa sababu you are not going to correct mistake, you are going to start it. Unaenda kuanza ili uweze kuanza vizuri. Sitamani uende kurekebisha makosa, uende kuanza vizuri. Kwa nini nataka nikwambie aina 4 za nguvu za mwanaume? Kwa sababu kaka, ni vizuri ufahamu Rogers, Mungu alivyomuumba mwanaume, alimuumba akiwa na intention ya mwanaume akafanya mabadiliko, akatawale, akafanya kila kitu kwenye dunia. Na ndiyo maana Mungu akumuumba mwanamke. Nafikiri unaelewa hilo. Mungu akumuumba mwanamke, mwanamke ametolewa kwa mwanaume. Watu wa Mungu tunaelewa hilo eh? Sasa aina ya kwanza ya nguvu ya mwanaume ambayo ninatamani sana uichukue na ukaipractice kwenye ndoa yako is the ability to provide. Uwezo wa kulisha, uwezo wa kuleta, uwezo wa kuzalisha, uwezo wa kuleta nyumbani watu wafurahi. Kaka yangu na mdogo wangu Rogers, na kuhakikishia kuna wanawake wako hapa wazuri sana, wanafanya kazi sana, wako hapa, but I'm very much sure wao ndio wanalisha familia zao. Na sio wanaume wao wamekufa, wala sio wajane. Wanaume wapo, wana nguvu zote na za kiume wanazo, but the guys cannot do anything. They cannot do nothing. They cannot produce. Wanakuja nyumbani, anataka ashike remote, anaenda kwenye marathon, anakwenda gym, ana kipato lakini hafanyi chochote. Hatuwezi kusema watu wanyanyue mikono, lakini they are the majority. Kwa nini? Bahati mbaya sana hicho kizazi ndio kinaongezeka sasa hivi cha wanaume wengi sana ambao ni irresponsible. Na bahati mbaya sana sayansi inaniambia watoto wa kiume wanaotoka kwenye familia hizo 100% they become the same. Na ndio maana sasa hivi kuna kundi kubwa sana la wamama ambao wanaandaa watoto wao vizuri sana, wakiwatunza wao watoto wazuri wa kike, wanaenda kuolewa na kijana wa namna hiyo ambaye ametoka kwa baba wa namna hiyo. What do you expect? My brother, nenda kawe na aina hii ya kwanza, ability to provide. Naomba nikwambie my brother Rogers, mwanaume hakumbushwi responsibility. Mwanaume is proud to be responsible. Naomba nirudie. Mwanaume hakumbushwi. Ukiona mwanaume anakumbushwa responsibility, ana shida somewhere. Mwanaume is proud to be responsible. Why? The first command aliyoambiwa na Mungu kabla ya laana, aliambiwa katunze na kuzalisha kwenye bustani. Kazi kwa mwanaume ilikuja kabla ya laana. Baada ya laana ardhi ililaaniwa. Kwa hiyo responsibility, na ndio maana kwenye familia zote binti akienda kumwambia baba yake nimempata mpenzi, baba mwenye akili, swali la kwanza huwa anamuuliza binti yake anafanya nini. Mama hawezi kuuliza anafanya nini, kwa sababu wanawake sio wa hivyo. Mama atauliza naomba picha yake mzuri, mrefu. Na wanawake wengine mko hapa, wakati mnachumbiana na mtu ambaye hana mbele wala nyuma, baba alikuwa anabana sana, hataki. Kwa nini? Anajua kabisa this guy will kill my daughter. Wengine mkadanganya anafanya hivyo, amesema hivyo, amesema hivyo. Wengine tukadanganya ni engineer, kumbe technician, ili tu uolewe. My brother, uwezo wa kwanza wa mwanaume ni kuproduce. Na ndio maana theory ya kwenye saikolojia, mwanaume ili familia iende vizuri anatakiwa awe na muda mwingi nje ya mlango wa nyumbani. Mwanamke ili familia iende anatakiwa awe na muda mwingi ndani ya mlango wa nyumbani. Vikienda vice versa, familia imekwisha. Yaani maana yake baba akiwa na muda mrefu ndani,
mama na muda mrefu nje ya mlango, hamna familia. Those we call them dysfunctional families. Nguvu ya pili, Rogers, nenda kawe na uwezo namba 2 unaitwa ability to protect, uwezo wa kulinda. Uwezo wa kulinda. Wanawake wengi walioko hapa mtakubaliana na mimi, ukiolewa kwenye familia ambayo mama mkwe hakupendi, mawifi hawakupendi, wanakuzungumza vibaya, alafu una uhakika 100% mume wako yuko upande wako, unahofia chochote? Kwa nini? Mume wako yuko upande wako. Lakini na uhakika hapa kuna wanawake, mama mkwe anakuchukia, mawifi wanakusema, na mume wako yuko upande wao. Tena nawaambia kabisa, mwambieni, mnisaidie, nimeshindwa. My brother, kati ya vitu wanawake wanaviangalia kwa mwanaume na wakamkubali aingie kwenye maisha yao, cha kwanza ni love, cha pili ni security. Security inaletwa kwa nini? Anapokuwa ana uhakika wa protection. Sisi kwenye saikolojia tunafanya tafiti na tumegundua mwanamume anaweza akawa na infidelity, amekosa uaminifu. Mwanamke anaweza akasubiri, atamwambia wakati mwingine, lakini akikosa security hawezi kusubiri. A woman cannot tolerate insecurity. I tell you that. A woman cannot tolerate insecurity. Nenda kalinde mke wako. Nenda kasimame upande wake. Nenda kamprioritize yeye. Nenda kawe kila kitu kwao. Wakina mama, naomba niwaambie mlioko hapa, ukiona ndugu za mume wako wanakudharau, ujue wa kwanza aliyekudharau sio wao, ni mume wako. Kuna mtu ananielewa? Ukiona ndugu za mume wako, my dear brother, ukiona kuna watu wa upande wako wanamdharau Jasmine, mke wako, wa kwanza aliyemdharau sio ndugu zako, ni wewe. Kwa sababu anayetakiwa kwenda kuprotect ni wewe. Ngoja nimalizie kwenye hiyo kukwambia hivi, baada ya Mungu kutengeneza ndoa, watu wengine hawaelewi, wanani wa Kristo lakini wasomi maandiko vizuri. Naomba nikwambie my brother, maandiko yanasema hivi kwenye Mwanzo, mwanaume ataacha baba yake na mama yake, ataambatana na mke wake. Ukiangalia theory, anayeacha kwao sio mke wako, anayeacha kwao ni nani? Alafu ukishaenda kwake, waves na mawimbi yote ya kuhusu kwenu, anayetakiwa kumprotect ni wewe. Changamoto zikija, by the way, ni mambo ya Kiafrika. Changamoto zikija, mke anaenda nyumbani, anayetakiwa kurudi kwao kawaida ni aliyetoka kwao, na aliyetoka kwao ni nani? Kuna mtu ananielewa?